ambacho Yanga kimewaangusha. Na hata tunapokuwa tunazungumza kwa pengine Yanga hakusajili vizuri. Naona watu waweze kuelewa kitu kimoja. Si kama pengine tunabeza jitihada za rais wa klabu ya Yanga ambazo amezifanya. Kwa sababu hata mafanikio ambayo unayazungumza leo hii ya klabu ya Yanga ya kipindi cha karibuni ni yeye ambaye ameweza kuinitiate. Tunapozungumzia wakina Mayele ni yeye ambaye ameweza kuwaona. Ukizungumzia wakina Diarra leo ni yeye ameweza kumuona. Ukizungumzia wakina Ziki, kina Pacome ni yeye. Lakini kuna wakati sajili zinakataa. Unaweza ukapata profile ya mchezaji ukamwangalia ukaona yuko sawa, akaja akashindwa kutoa kile ambacho ulikuwa unakitarajia kutoka kwake. Na kuna mwingine unaweza ukamchukua kawaida akaja akaonyesha. Kwa hiyo sajili mbili hizi Yanga yani wamezikosa. Yani hazikukliki, hazikuwa kwenye upande ambao walikuwa nafikiri. Na ndio ukiangalia hata namba ambazo zilikuwa zinakuja za wachezaji zilikuwa ni namba nzuri kabisa. Before hawajamsajili Celestine Ekua. Ulikuwa ukiangalia namba zake, uwe ni nani usiweze kumsajili. Yaani utakuwa ni mtu namna gani ushindwe kusajili huyo mchezaji kama huyo. Ulikuwa ukiangalia namba za mtu kama Alassane Kouma, namba zake, uwe ni nani usiweze kumsajili katika timu yako. Unaelewa chokizungumza na kupata uzuri. Ukiangalia kile ambacho alikuwa mtu kama Buba, the same. Ukiangalia na wengine wangelochukua, na watu ambao walikuwa na shawishi. Lakini walipokuja kwenye timu wakashindwa kuendana na pass na ile pace ya timu, wakashindwa kuingia kwenye rhythm kwa wakati, wakafeli. Kwa hiyo wakifeli wachezaji, maana yake usajili umefeli. Bwana, ni wakati mwingine tena mwana michezo mwenzetu na kukaribisha na kukualika kwenye kipindi kizuri kweli kweli. Karibu dimbani, jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze na Chifu Nzobane kama Zumfela kwa maana ya Dominic Salamba. Taarifa ni nyingi kweli kweli, lakini taarifa kubwa ni mambo ya Young Africans kukubali kupoteza kombe dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wengi waliona Young Africans ilikuwa na nafasi kubwa, lakini nafasi haikuwa upande wao. Simba wamebeba. Mengi yanazungumzwa, lakini kubwa zaidi watu wanaona kama Yanga imeshuka kiwango. Je, ni kweli Yanga imeshuka kiwango? Na kama ni kweli Yanga imeshuka kiwango, shida ni nini? Basi Dominic Salamba, Chifu Nzobane anakwenda kutuambia kinaga ubaga nini hasa macho kinaendelea ndani ya klabu ya Yanga. Dominic Salamba, uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, Young Africans imekubali kuachia kombe, na si kariba yake kwa siku za hivi karibuni wamekuwa na historia nzuri kweli kweli wanapokutana na kombe uwanjani, lakini mbele ya Simba safari hii wamekubali kuliachia Muungano pale visiwani Zanzibar. Shida ya Young Africans wapi ilipo? Tuanzie hapo alafu tutazame mengine mengi yaliyoizunguka Young Africans. Yes, nafikiri leo ni siku ambayo nimepata simu nyingi sana. Kutokana na comments ambayo nilikuwa nimeitoa katika siku ya jana baada ya mechi, na wengi wakishindwa kunielewa nilikuwa nina maana gani kusema kwamba Yanga kwa sasa hivi hawana uwezo wa kuifunga Simba. Timu yao ni timu ya pili. Na watu wasichokujua ni kitu kimoja, mpira ni mchezo wa zama. Mpira ni mchezo ambao wakati mwingine ubora unapanda na ubora unashuka. Tunapozungumza leo Simba na struggle anapata ushindi wa kwanza baada ya mechi 7. Ndio anapata ushindi wa kwanza mechi ya 8. Maana kuna kipindi Simba alidominate mpira wa Tanzania na akaweza kuchukua bingwa mara 4 mfululizo. Very sure. No matter what which factor, lakini aliweza kudominate kitu kama hicho. Kwa hiyo ikafika hatua akatelemka. Alipotelemka Yanga nao kaingia wakawa on peak top, wakaweza kudominate makombe yote. Unazungumzia Yanga ambayo ilikuwa haiwezi kuacha kombe. Na ukizungumzia katika mazingira hayo si kwamba kulikuwa hakuna mazingira pengine ya ubaishaji, hakuna mazingira pengine ya waamuzi na nini, yote alikuwepo. Yaani Yanga alikuwa anaweza akafunga goli akakataliwa, akafunga lingine akakataliwa, akafunga lingine akashinda kukataliwa, akapata matokeo magoli mawili, na alikuwa anashinda katika mechi ambazo anafanya total dominance. Yaani anatawala kwenye kila eneo. Wakati huo ulifika. Wakati ulifika Yanga ilikuwa ni timu ambayo ikifika kiwanjani haizungumzii ushindi, inazungumzia watashinda magoli mangapi. Nikafika hatua kaenda mbali wakaanza kushangilia goli la 3, la 4 na la 5. Kwa hiyo zote nizama katika mpira zinakuwepo. Kwa hiyo changamoto ya kwanza kabisa ambayo Yanga wanakutana nayo sio shida kama ambavyo wengine wanaweza wakatafsiri. Ni utaratibu wa kawaida wa mpira wa miguu. Na hasa kama utakosea kidogo
kuweza kufanya replacement wakati timu ikiwa kwenye piki. Na kikubwa ambacho Yanga kimewaangusha, na hata tunapokuwa tunazungumza kwa pengine Yanga akusajili vizuri. Naona watu waweze kuelewa kitu kimoja. Si kwamba pengine tunabeza jitihada za rais wa klabu ya Yanga ambazo amezifanya. Kwa sababu hata mafanikio ambayo unayazungumza leo hii ya klabu ya Yanga ya kipindi cha karibuni ni yeye ambaye ameweza kuinitiate. Tunapozungumzia wakina Mayele ni yeye ambaye ameweza kuwaona. Ukizungumzia wakina Diarra leo ni yeye ameweza kumuona. Ukizungumzia wakina Ziki, kina Pacome ni yeye. Lakini kuna wakati sajili zinakataa. Unaweza ukapata profile ya mchezaji, ukamwangalia, ukaona yuko sawa, akaja akashindwa kutoa kile ambacho ulikuwa unakitarajia kutoka kwake. Na kuna mwingine unaweza ukamchukua kawaida, akaja akaonyesha. Kwa hiyo sajili mbili hizi Yanga yani wamezikosa. Yani hazikukliki, hazikuwa kwenye upande ambao walikuwa nafikiri. Na ndio ukiangalia hata namba ambazo zilikuwa zinakuja za hao wachezaji zilikuwa ni namba nzuri kabisa. Before hawajamsajili Celestine Ekua, ulikuwa ukiangalia namba zake, uwe ni nani usiweze kumsajili. Yaani utakuwa ni mtu namna gani ushindwe kusajili huo mchezaji kama huyo. Ulikuwa ukiangalia namba za mtu kama Alassane Kouma, namba zake, uwe ni nani usiweze kumsajili katika timu yako. Unaelewa kizungumzo na kupata uzuri. Ukiangalia kile ambacho alikuwa mtu kama Buba, the same. Ukiangalia wengine wangelochukua ni watu ambao walikuwa na shawishi. Lakini walipokuja kwenye timu wakashindwa kuendana na pass na ile pace ya timu, wakashindwa kuingia kwenye rhythm kwa wakati, wakafeli. Kwa hiyo wakifeli wachezaji, maana yake usajili umefeli. Ukifeli usajili, maana yake aliyesajili amefanya nini? Amefeli. Kwa hiyo ni lugha ambayo ni ya kawaida tu. Yaani watu wasije wakaanza kutoa mapanga. Ni utaratibu wa kawaida. Kama ambavyo tumekuwa tukisifia ambavyo wamemchukua Alani Okelo na kile ambacho anakifanya, ndivyo hivyo inatakiwa tukubali kwamba kuna wakati kuna kushindwa kuchukua wachezaji wazuri. Wakati mwingine ulikuwa umeona katika ubora wao, wakaja kwenye eneo lako wakashindwa kuklik. Kwa changamoto ya kwanza ya Yanga ilianza kwenye kufeli madirisha mawili ya usajili. Hasa hiyo changamoto inakuja wapi? Kwa sababu walikuwa wanasajili wakiamini kwamba baadhi ya nyota ambao walikuwa wanang'ara kwenye timu wanakwenda kwenye peak mwishoni. Yaani ukiangalia uwezo wa Max Zengeli, ukiangalia Dickson Jobu, ukiangalia kina Baka, wakina Mwamnyeto, wamecheza kwa muda mrefu sana. Ukiangalia mtu kama Kipa Diarra na wengine wengi ambao wako nao kwenye timu yao. Kwa hiyo unaanza kutafuta nyota wengine ambao wanaweza kuja kuwa ni proper replacement, kwamba Max ametumika dakika nyingi kiwanjani. Sawa. Sasa hizi tunakwenda katika msimu mpya. Inafika hatua ili aweze kuingia taratibu kwenye timu, nitaanza kumpunguzia muda. Nitaanza kumpatia dakika 40, dakika 30 na mtoa, naingiza mtu mwingine. Huyu ninayemuingiza aje kuleta kitu kinachofanana na Max au kinachozidi kutokea pale. Na hiyo ndio maana improvement. Sawa? Yes. So ukiangalia katika eneo hilo likaja limefeli. Ndio wale hii Yanga unapozungumzia kikosi chao, sehemu kubwa ni wale ambao walikuwepo. Unanielewa sijui? Na kupata uzuri. Itegemea anapokuja Depu iwe ni afueni kwa nani? Kwa Dube. Akae nje. Sawa? Uitegemea unaona anapokuja Buba katika timu, uone kama kina Mudathiriana wengine wakiwa wanapumzika. Ndio. Si unaelewa sio? Itegemea anapokuja Musa Balakonte, uone wakina Duke Abuya, wakina Maxi wakitulia, wamwache afanya kazi. Lakini unagundua kwamba anakuja Musa Balakonte, anakuja Celestine Ekua, anakuja Alassane Kouma kwenye timu, anakuja Andy Boyle, lakini still unaona afadhali Dube aliyechoka aweze kuanza kwenye timu, au afadhali Max mwenye fatiki aingie kwenye timu. Kwa hapo ndipo changamoto ilipoanzia ya kwanza, kwa maana kwamba wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa kwa sehemu kubwa wameshindwa kuja kutoa msaada ambao ulikuwa unahitajika. Sasa inabidi Mudathiri, imefika hatua amechoka. Hasa baada ya Mudathiri aingie nani ili kuweza kumaintain pace na rhythm ya timu ambao walikuwa wako nayo. Unaelewa? Na kupata ikaanza hapo. Sasa hapo hiyo inakuwa ni shida ambayo imetokana na usajili. Ambao usajili ni kamari. Kama ambavyo unaweza ukapatia na unaweza kufanya nini? Ukakosea. Sasa ikija kuongezeka na kuwa na benchi la ufundi ambalo linashindwa kung'amua vitu kwa haraka na kuweza kuutilize material walionayo kulingana na uwezo wao, ni changamoto. Yaani mchezaji yoyote yule ambao uko naye uliyepewa ni lazima ujue namna bora ya kuweza kumtumia. Mathalan katika mechi ya iliyopita ya Simba na Yanga.
Ukiangalia Mudathiri haya hana mechi nyingine. Mechi inayokuja hawezi kucheza. Okay. Amefungiwa. Si ndio? Ulikuwa unaja gani kumtoa? Ni ngumu. Kwa sababu hata ukimtoa, unampusha nini? Mtu ambaye ndio ibidi yeye atumike, yani umwekizost, it's more than normal. Yani acheze mpaka uweze, kwa sababu mechi nyingine hawezi kucheza ikiwa ni sema kutumikia adhabu. Yes. Si unaelewa? Lakini iangalie mechi ya kwanza ya Simba na Yanga kule Zanzibar. Sawa? Alafu iangalie mechi ya pili. Unagundua kwamba mwalimu amekosa namna ya kuweza kuwakabili Simba kama walivyo. Si unaelewa? Lakini mwalimu wa Simba anazidi mbinu mwalimu wa Yanga kama ilivyo. Ndio maana Yanga hujaiona ikibadilika. Sio rahisi kuiona Yanga inashindwa kupata goli katika mechi. Sio kitu kirahisi. Si unaelewa? Yes. Kwa hiyo mimi nikwambia kwamba sioni Yanga ikisumbua Simba kwa mwalimu huyu, kwa sababu approach zake haziwezi kuleta maajabu kwa Simba jinsi inavyocheza na mwalimu Steve Barker. Unless otherwise pale asaidiwe mbinu. Yaani kosiki na ndio ukiangalia sio kwa ubaya, Yanga ambayo ilikuwa inacheza kabla ya mwalimu Moali anakuja. Sio Yanga ya leo. Kabisa. Manake kumbe kundi hilo nalo hata kama halina ubora wa hali ya juu, kuna namna ukiwatumia wanaweza kukupatia kitu. Yaani hao ulionao kuna namna ukiwatumia wanaweza kukupatia kitu. Kwa hiyo sasa issue ipo sasa ni mwalimu kushindwa kujua namna gani acheze na Simba ya namna hii ambayo iko kwa saizi. Sasa Dominic, salama kwa minajili hiyo, unadhani game inayofuata ya tarehe 3 pale Meja Jenerali Isamuhyo, Young Africans anaweza kuwa kweli kwenye nafasi nzuri ya kupata matokeo, ama ndio anaweza akapoteza tena kwa mara ya pili? Kwa sababu bado tunazungumza lakini haya tunayozungumza sidhani kama anaweza kubadilika ndani ya siku 2-3. Iko hivi, naomba watu unielewe. Overall Yanga ni bora kuliko Simba. Okay. Yani overall. Yes. Yani ukisema overall performance, Yanga ni bora kuliko Simba. Overall Yanga ni bora kuliko Simba. Changamoto iliyopo ni kwamba Simba wanaweza kujiutilize na kutumia kile wanacho kwa mwalimu wao kupata matokeo dhidi ya Yanga. Okay. Kwa hiyo shida ipo kwenye upande wa mbinu na namna timu inavyotakiwa kucheza dhidi ya Simba. Sio na Mtibwa, sio na Prison. Yaani unapokwenda kukutana na Simba ucheze vipi ili uweze kumonopolize madhaifu walionayo? Kwa maana hiyo mwalimu Pedro atoshi ndani ya klabu ya. Yaani kwa namna ambavyo Pedro anacheza asipobadilika hata kama ziwekwe mechi 5 atatoka sare au atafungwa zote. Yaani kwa namna timu inavyocheza dhidi ya Steve Barker, mwalimu asipobadilisha namna ya uchezaji hata kama ziwe mechi 5 ashindi hata mechi moja. Inaje gani Young Africans kuendelea kumngangania mwalimu wa design hii? Kwa sababu ameletoa msaidizi kwa maana mwalimu Morin ili kuongeza nguvu, lakini bado mambo yanaonekana si mazuri. Timu kubwa kama Yanga ambayo yenyewe inataka matokeo papo kwa hapo, wanashiriki kwenye vikombe vikubwa ambavyo wanataka matokeo ya papo kwa hapo. Kuna haja ya kuendelea kumngangania mwalimu Pedro ndani ya kikosi chao kama inaonekana hatoshi? Kwa sababu nimesikia wachambuzi wengi na wadau wengi wa soka, hata pia wanachama wengi wa klabu hiyo ya Young Africans wanaendelea kulalama na kulalamika kwamba mwalimu inaonekana hatoshi kwenye mbinu. Yaani kiko hivi, kuna mtu nilikuwa na mwangalia kwenye group moja anazungumza kwamba yule ni mwalimu mkubwa sana, ana CV kubwa sana na vitu vingine vingi. Watu jua mpira sio na utafsiri vipi? Yaani mpira, uwalimu wa mpira ni kama uwalimu tu wa sekondari au shule ya msingi. Okay. Ni vile vile tu. Unaweza ukawa una madarasa mengi sana. Lakini ukawa hauna uwezo wa kufundisha. Very sure. Unaweza ukaenda hospitali ukakuta kuna zile room za doctors. Ziko room 10. Wote ni madokta profession. Lakini kuna mlango mmoja umejaa watu wengi. Si unanielewa? Na kupata uzuri. Kwa hiyo kuna vitu binafsi ambavyo nje ya mifumo ya elimu mtu anakuwa navyo. Okay. Yaani vitu binafsi. Yes. Kwa hiyo kuwa na taaluma kubwa bado hakukufanyi uweze kuwa mwalimu mzuri wa kufundisha. Sawa. Kuna watu hawana PhD hizo, wana masters, lakini when it comes na kufundisha economics, unaweza ukamwelewa kuliko hata yule mwenye PhD au ambaye ni professor. Na ukamwelewa katika kitu kile kimoja. Okay. Kwa hiyo namna ya kuweza kudeliver ni tofauti, lakini namna ya kuweza kumfanya mtu aweze kupokea kama unavyotaka pia ni tofauti. Kwa hiyo mpira coaching, it's more than a coach rather than personality. Kwa hiyo ile personality yako ndio coaching yenyewe. Yaani vile ulivyo
na the ambavyo una dina kundi lako, hiyo ndio coaching kubwa. Yaani ndio kocha mkubwa kuliko mbinu. Unanielewa? Na kuelewa. Yaani maisha yako na wachezaji ni kitu kikubwa kuliko mbinu zako ambazo unazo. Salamba, hapo nataka ni kuulize swali moja ambalo nimekutana nalo sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni kweli ujio wa Mwalimu Pedro kwa Pacome kumekuwa na changamoto kweli? Watu wengi wanasema toka aje Pedro ndani ya kikosi cha Young Africans, Pacome amekuwa ni machachari, lakini amepoteza ule uhatari ambao yuko nao watu wanaofahamu kwa muda mrefu. Ama labda ni swala la umri, kwa sababu pia Pacome ametumika kwa muda mrefu, labda pia inachangia yeye kupoteza ule ubora na ile kasi ambayo watu wengi wanaifahamu kutokea kwake. Mimi na mtazamo tofauti kidogo kuhusu Pacome. Nitazungumza kwa utofauti kidogo. Mimi Pacome namwangalia ni mchezaji ambaye hajajua saizi yupo kwenye wakati gani anataka kufanya nini. Okay. Nitatoa mfano mzuri kati yake na Chama. Nitataka kuwalinganisha. Mchezaji sio hawafanani sana, lakini ili iweze kueleweka. Chama ameshagundua kwa mimi saizi maji ya jioni. Ndio. Yaani umri fanya nini? Umenienda. Kwa hiyo kuna vitu inabidi nipunguze. Okay. Saizi Chama sio rahisi kumkuta ile akifinya. Anakwenda. Chama anaweza kwenda akakugeuza, ukarudi akakugeuza tena, mwili na akili vilikuwa vinawiana. Lakini sasa amegundua kwamba saizi mwili kidogo unaanza kwenda jioni. Kwa hiyo anafanya vitu basic. Okay. Kwamba akipata kaachia moja, akipata kasogeza moja, amedribu kidogo mbili, ametoa. Maana yake pale ni namna kuweza kutwist mwili wake, kwa sababu anajua kwamba when it comes mazingira ya 50 kwa 50 siwezi kuchukua mpira. Ikija kwenye shoulder to shoulder atanipoka mpira. Kwa hiyo nitengeneze mazingira ya kuwa nipo katika free space, kwa haraka kama mtu hajakuja, nimetoa, nimesogea. Ndio maana unaona amekuwa akisaidia timu, anajitenga, anafanya vitu vya msingi. Hasa Pacome ni mchezaji ambaye ana kasi, mchezaji ambaye alikuwa anaweza kufanya chochote akiwa na mpira, kwa sababu mwili na akili vilikuwa vipo katika hali moja. Sasa hizi kuna kimoja kimepungua. Mwili hauna uhusiano wa moja kwa moja na akili yake. Kwa hiyo anataka uchukue mpira wa kichwani ambayo yanao, aucheze kwenye miguu ambayo imeshamsaliti kwa kiasi fulani. Sio, unanielewa? Na kupata uzuri salama. Sasa katika mazingira hayo, mtu wa kwanza kuliona hilo alikuwa ni yeye mwenyewe. Kwamba sasa hizi sio tu hiyo ni umri. Wakati mwingine tu unakuwa mtu umechoka. Pengine lifestyle unaoishi, kuna kipindi pengine hata si katika binadamu, wakati unanenepa, kuna wakati unakonda, kuna wakati unakuwa hivyo. Kuna muda kwa mimi mwenyewe siko fit hapa, hata kukimbia hapa siwezi, au fitness yangu imepungua kidogo. Kwa kama imefungua, lazima ile style of playing niibadilishe. Kama angekuwa anafanya vitu basic, angeisaidia sana Yanga kuliko hata ambavyo Chama anaisaidia Simba. Okay. Lakini bado anataka achukue mpira afanye vitu vile vile. Yaani bado aende na watu watatu. Kwa sababu anaamini akili yake ni kubwa. Lakini mwili unakataa. Na matokeo yanakuja kutokea sasa, anakwenda kufanya timu ianze kuwa vulnerable katika mazingira hatari. Yaani timu ikiwa inaamini kwamba ndio inakwenda kuinitiate mashambulizi katika hatua ya mwisho, yeye ndo anapoteza mpira. Timu yote iko juu sasa. Sehemu ambapo pengine anatakiwa aweze kutoa pasi moja ya mwisho elekezi iende sehemu, anataka tena afinye. Akifinya, akili na miguu yake haviko sawa, anapokwa mpira. Na hii sio tu kupokwa mpira, inaweza kumpelekea hata kuwa na majeraha ya mara kwa mara, kwa sababu inatokea mazingira ya kugongana. Ile kasi ya kuweza kupita haipo. Anataka tena lazimishe afunge tela, wanakusubiria mbele tu, sababu ile kasi tena hauna. Si unanielewa? Na kupata uzuri. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, no matter labda style ya mwalimu kufundisha, labda ni kucheza, lakini changamoto kubwa ni yeye, kwa sababu katika mipira 10 anayochukua, mipira 6 yote anaipoteza bila sababu. Yaani anakuwa na option, lakini analazimisha kufanya kitu ambacho kwa kipindi hiki hawezi kufanya. Bana, hivyo ndivyo ambavyo tunapata uchambuzi mzuri kweli kweli, lakini uchambuzi wa Dominic Slamba, yote kwa yote hitimisho ni kwamba Mwalimu Pedro yuko na changamoto kubwa kweli kweli kwenye mbinu zake, na hili ndio tatizo ambalo linaitafuna Young Africans, na Young Africans wakaendelea kumng'ang'ania kama sio kumshikilia, na sipo kubadilika Mwalimu Pedro, huenda Young Africans wakasikia kwenye bomba ushindi dhidi ya timu kubwa, sio Simba tu, dhidi ya timu yoyote ambayo itajipanga vyema kuikabili Young Africans. Nafikiri hivyo. Ndio maana yangu. Wewe angalia
Mechi zote kubwa ambazo yuko Pedro, yes, Yanga haja dominate game. Very sure. Iangalie mechi ya Azam, Yanga nilikuwa nakwambia Yanga ameshinda lakini hakucheza vizuri. Nilikuwa nawaambieni hapa kwamba Yanga tunachokifanya tu kwamba ameweza kutengeneza mtego, akaweza kuutega vizuri, Azam wakajaa, akawafunga kamaliza. Lakini when it comes kwenye football, kwa maana ukiangalia umiliki wa mpira, ukiangalia labda namna ya kufanya ile approach kuweza kushambulia, Azam walikuwa fabeta kuliko Yanga. Sasa yote haya ina maana viongozi wa klabu ya Yanga hawaoni haya ili kurejesha ile hali ambayo mashabiki na wanachama wamezoea kwenye klabu yao. Sasa unajua haya mambo hizi uje ni kazi. Hii ni profession. Alafu unajua wenzetu hawa kidogo ambao ni wametoka huko Europe. Wako tofauti kidogo na watu ambao wanaamini katika kile wanachokiamini, na wakati mwingine ukiwataka kuwashauri wanaweza kama unaingilia majukumu yao. Kwa hiyo wakati mwingine vema ukaendelea kuamini katika taaluma zao, lakini si wakati wote wanatakiwa uweza kuaminiwa kiasi, kwa sababu kuna kipindi wanazikosta na hizo timu kwa maamuzi yao ambayo ukiangalia baadaye inakuja kuwa hayana tija. Kwa hiyo changamoto kubwa ya Yanga sasa hizi ipo kwenye mbinu. Kwa hiyo ninapozungumzia kwamba sioni Yanga ikifunga Simba, sioni kwa sababu kwa mbinu za Mwalimu Pedro. Kama watabadilika, bado Yanga wana timu imara na nzuri ambayo inaweza ikafanya vizuri na wakapata matokeo dhidi ya timu yoyote, kwa sababu hata kama wamedrop lakini hawaja drop kufanana na Simba na timu nyingine. Bana, kama Young Africans watayaboresha haya ambayo Chifu Nzobane anayazungumza, basi huenda Young Africans karejea kwenye ubora wake mzuri kweli kweli. Mimi nifikiri Dominic Salamba, elimu hii ya dakika zaidi ya 20 inatosha. Tuishi hapa ama tuweke nukta, tuje tuzungumze tena wakati mwingine kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 3 pale Meja Jenerali Isamuhyo. Nakushukuru sana. Na mimi nikushukuru kweli kweli. Asante. Mimi naitwa Nicholas John, ukipenda niite Cisco baba wawili, sina la ziada, itosha kusema maila lika. Maasalam.